Je, unamjua ni nani Abu Jahli? Waislamu wakati ule walikuwa wakimuita baba la wajinga. Na hii ndiyo simulizi yake. Kabla hatujaianza simulizi yetu hii nzuri, naomba sapoti yako kwa kusubscribe chaneli yetu ya Hekima za Kale. Kisha weka komenti yako, tuambie unasikiliza simulizi hii ukiwa wapi. Haya, tuanze sasa. Abu Jahli alikuwa ni mpinzani mkubwa wa Uislamu pindi tu ulipoingia katika mji wa Makka. Ni mmoja wa watu waliotajwa sana katika historia ya Uislamu. Jina lake halisi lilikuwa Amr ibn Hisham, kutoka katika kabila la Kikuraishi, ukoo wa Banu Makhzum. Kabla ya kuja kwa Uislamu, alikuwa akiheshimiwa sana ndani ya Makka kutokana na utajiri wake, akili yake ya biashara, nguvu yake ya kisiasa na uwezo wake wa kuzungumza mbele ya watu wakamsikiliza. Lakini baada ya Mtume Muhammad kupewa utume, Abu Jahli akawa mmoja wa maadui wakubwa kabisa wa Uislamu. Aliwapinga Waislamu kwa nguvu zote, aliwatesa, aliwadhalilisha na kupanga mipango mingi ya kuuzima Uislamu. Katika historia ya Kiislamu, alipewa jina la Abu Jahli ambalo maana yake ni baba la wajinga, kutokana na kiburi chake na kupinga kwake ukweli licha ya kuujua. Simulizi hii inaelezea maisha yake tangu kuzaliwa kwake, malezi yake, chuki yake dhidi ya Uislamu, matukio yake ya ajabu ya kuwatesa Waislamu, mpaka mwisho wake katika vita vya Badr. Abu Jahli ni nani? Abu Jahli alizaliwa mwaka 570 miladia katika mji wa Makka, Saudi Arabia, mwaka ambao hujulikana kama mwaka wa tembo. Katika ujana wake, Abu Jahli alikuwa mtu mwenye akili sana. Alijua biashara, alijua kuongoza watu na alikuwa na uwezo mkubwa wa kushawishi. Kwa sababu hiyo, Makuraishi walimuita Abul Hakam, maana yake baba wa hekima. Lakini hekima hiyo ilibadilika kuwa kiburi. Miaka iliposonga, Makka ilikuwa imejaa ibada za masanamu. Watu waliabudia mawe, miti na masanamu walioyaweka ndani ya Al-Kaaba. Makabila kutoka sehemu mbalimbali yalikuja kufanya ibada ya masanamu, na viongozi wa Kikuraishi walipata pesa nyingi kutokana na ujio wa watu hao katika mji wao. Abu Jahli alikuwa mmoja wa viongozi waliotegemea kipato hicho kutoka katika mfumo huo. Mtume Muhammad alipofikisha miaka 40, alipokea wahi wa kwanza kutoka kwa malaika Jibril wakati akiwa katika pango la Jabal Hira. Ujumbe wake ulikuwa wazi: muabuduni Allah mmoja, acheni kuabudu masanamu, msidhulumu watu, na siku ya Kiyama ipo. Na hakuna aliyekerwa zaidi kama Abu Jahli. Kwa nini? Kwa sababu aliona Uislamu unaharibu taratibu za Makka. Kama watu wataacha kuabudu masanamu, biashara ya sanamu ingekufa, heshima ya viongozi wa Kikuraishi ingepungua, na watu maskini wangekuwa sawa na matajiri mbele ya Allah. Abu Jahli hakuweza kuvumilia jambo hilo. Kadiri siku zilivyoendelea, Abu Jahli alianza kumchukia Mtume Muhammad kwa kiwango kikubwa. Alikuwa akimfuata mitaani na kusema, "Msimsikilize huyu mtu, anataka kuwagawa watu wetu." Aliwaita Waislamu wachawi, waongo
na watu waliopotea kwa kuacha dini ya baba zao ya kuabudia masanamu. Lakini jambo lililomuudhi zaidi ni kwamba watu wengi walianza kusilimu. Miongoni mwa waliosilimu walikuwa Abu Bakar Siddiq, rafiki kipenzi wa Mtume Muhammad kabla na baada ya Uislamu. Uthman ibn Affan, khalifa wa 3 wa Uislamu. Ali ibn Abi Talib, binamu na mkwe wa Mtume Muhammad. Bilal ibn Rabah, muadhini wa kwanza katika Uislamu, mwenye asili ya mtu mweusi. Abu Jahli alipoona hali iko hivi, akaanza kutumia nguvu. Unadhani Abu Jahli atafanya nini kuzuia dini ya Mtume Muhammad isiendelee kuenea katika mji wa Maka? Tukutane sehemu ya pili ya simulizi hii ya kusisimua. Naomba weka comment yako. Tuambie unasikiliza simulizi hii ukiwa wapi. Wabillahi taufiq.